kwamba sisi tuwe watu ambao tutamwandama Mungu na tusikatishwe tamaa na jambo lolote. Haleluya. Sasa nini maana ya kumwandama Bwana? Maana ya kumwandama Bwana, neno la asili la kumwandama Bwana ni kumfuata. Neno rahisi tu ni kumfuata, lakini sio kumfuata kawaida. Kumfuata kwa kung'ang'ania, kumfuata kwa kung'ang'ana, kushikilia, kung'ang'ania, kumng'ang'ania Bwana, kumshikilia bila kulegeza misimamo. Ni neno la asili. Kumfuata, kumwandama ni kumfuata kwa nia ya kuwa naye wakati wote bila kujali nini kitatokea. Huyo ndio Mungu, aina ya watu wanaowataka. Sasa kwa ufafanuzi ndani ya hilo neno kumfuata kuna maneno haya: kutafuta uso wa Bwana. Bado nafafanua maana. Kutafuta uso wa Bwana kwa moyo uliojaa upendo. Kutafuta uso wa Bwana kwa moyo uliojaa upendo. Kutafuta uso wa Bwana kwa moyo uliojaa kumpenda Mungu kwa dhati. Ndani ya neno hili kumwandama utakutana pia na maana nyingine katika kufafanua zaidi: kumwamini Mungu kwa kushikamana na neno lake. Kumwamini Mungu kwa kushikamana na neno lake. Kila alichokisema Mungu kinakuwa sehemu ya maisha yako. Hauko tayari kulegeza misimamo yako kwa sababu yoyote. Kushikilia, kumwamini Mungu kwa kushikamana na neno lake. Kumwamini Mungu kwa kushikamana na neno lake. Ndani ya neno hili kumwandama Bwana pia kuna neno linalogusia kuchukua hatua dhahiri za kutembea na Mungu. Kuchukua hatua dhahiri za kutembea na Mungu katika maisha yako. Kuchukua hatua zinazoonekana wazi za kumfuata, za kutembea na Mungu katika maisha yako. Nini maana ya kutembea na Mungu? Kufanya mapenzi yake, kutafuta kumpendeza Mungu kwa moyo wako wote. Ndani ya neno kumwandama Bwana pia unakutana na neno kuweka azma ya dhati, kudhamiria kweli kweli. Kudhamiria kweli kweli. Kutomwacha Bwana kwa gharama yoyote. Kutomwacha Bwana kwa gharama yoyote. Kutomwacha Bwana kwa gharama yoyote. Jina la Bwana libarikiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kutomwacha Bwana kwa gharama yoyote. Watu wa aina hii ndio wale utasikia wakiimba nyimbo kama zile, anasema mbeleni na endelea. Ninazidi kutembea. Nazidi kutembea. Watu wa namna hii wanajitia moyo katika kumfuata Bwana kabla hawajatiwa moyo na shemasi au mzee wa kanisa au mchungaji. Kabla hajaambiwa ndugu yangu songa mbele, yeye mwenyewe kashajitia moyo. Yumo anapatikana. Akiambiwa jambo kanisani, yumo anatokea. Hahitaji kupigiwa simu, uko wapi ndugu yangu? Yumo kwa sababu ndani yake alishaweka azma ya dhati ya kumfuata Bwana. Watu kama hao ndio wale utasikia wanaimba zile pambio. Siku hizi sijui zimeachwa, wasema nimekubali kumfuata Yesu. Nimekubali kumfuata Yesu. Sitarudi. Watu wanaoimba hivyo unakuta mbeleni kuna hatari, kuna vitu vya kumkatisha tamaa, lakini nasema sitarudi nyuma. Sitarudi nyuma.
Wengine walitishwa wakapigwa viboko kwa sababu walimfuata Yesu, wakasema sitarudi nyuma. Wengine walionyeshwa silaha wakaambiwa, kama unampenda huyu Yesu chagua moja, unapoteza maisha au utaendelea kushikamana na Yesu. Akasema sitarudi, mbele naendelea, sitarudi. Wengine walifukuzwa nyumbani, wakanyimwa chakula kwa sababu wazazi walikuwa hawajaokoka. Wao wakabaki wanasema sitarudi, nasonga mbele. Haleluya. Namkumbuka kule nyumbani kwetu kijijini, wakati dada yetu alipookoka. Kuna siku tukiwa shambani Jumapili, baba alikuwa hajaokoka, ana jina la Kikristo, anaitwa Michael, lakini hajaokoka. Dada anataka kwenda ibadani, anajua kabisa sio jambo jema kufanya kazi Jumapili, lakini wako shambani na mzee yuko hapo. Alimwona yule akienda kanisani, nakumbuka alimchapa viboko, lakini yule binti alikimbilia kanisani. Yaani ile anavyokimbia fimbo ndo alielekea huko kanisani, akaingia ndani ya ibada, na mzee akaangalia akasema acha basi aabudu huko, akarudi nyumbani. Lakini nashangaa baada ya miaka kupita, yule mzee akampokea Bwana Yesu na akasema haleluya. Na kuna siku akamwita kaka yangu mwingine, naye alimchapa kofi kwa sababu ya mambo ya Mungu. Akamwita baba, anamwambia mwanangu njoo nisamehe, alikuwa shetani aliyekuwa ndani yao. Hao ndio watu ambao hawamwachi Yesu hata wakichapa viboko kwa ajili ya Mungu wao. Wanamwandama Mungu bila kujali gharama. Wako tayari kulipa gharama yoyote. Haleluya. Wana azma ya dhati ya kumfuata Bwana kwa gharama yoyote. Aina ya watu kama hao ni watu watakao rithi ahadi zote za Mungu katika ulimwengu huu wa sasa na katika ulimwengu ule ujao. Haleluya. Hao ndio ambao Bwana amesema kila chozi litafutwa. Mungu atayafuta machozi yote kwenye macho ya watu kama hao, kwa sababu wamemwandama Mungu kwa gharama yoyote. Na kuombea, nami najiombea tuwe watu wa aina hii, wamwandamao Bwana kwa moyo wote bila kujali gharama. Haleluya. Baada ya kueleza maana ya kumwandama Bwana, ni vizuri kuelewa sasa unahitaji nini, sifa zipi unahitaji ili uwe mtu anayemwandama Bwana. Ziko sifa nyingi, lakini lengo ni kukujengea azma ya dhati, ari ya kina kabisa. Uwe na juhudi. Najua unamwandama Mungu, ndio maana uko mahali hapa siku ya leo, lakini ujumbe huu unakutaka kuongeza bidii zaidi, kuongeza bidii zaidi. Weka na moyo wako wote katika kumfuata Mungu wako. Jina la Bwana libarikiwe.